tunakushukuru. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, asante. Ni wakati ambapo Mungu tunatamani kusikia kutoka kwako. Tunaomba basi Bwana ukatufundishe. Neno lako ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Ukatumulikie basi tupate kuiona njia ya maisha tunayoiendea na kuishi sawa na makusudi yako. Asante maana tunanijalia mtumishi wako hekima, maarifa na ufahamu na usemi katikati ya kusanyiko lako. Asante kwa ajili ya wale tuliopo ibadani wakati huu. Asante kwa ajili ya wale wanaotufuatilia kwa njia ya redio. Asante kwa ajili ya wale wanaotufuatilia katika vipindi vyetu vya TV na wote wanaotusikiliza na kutufuatilia kwenye vipindi mbalimbali katika mitandao yetu ya kijamii. Nguvu yako isiyozuiliwa na umbali ikapate kutujenga, kutuimarisha na kutusaidia zaidi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza kwa takribani wiki 10 mfululizo, linaloitwa Mkristo na maisha ya maombi. Kama unaandika, andika Mkristo na maisha ya maombi. Na naomba tujitahidi kuandika, kwa sababu hauna uwezo wa kushika na kuelewa kila kitu kwa wakati mmoja, lakini unapoandika fahamu zako zinashika na utapata vitu vya kukusaidia. Mkristo na maisha ya maombi. Tulipoanza katika mwanzo wa somo hili, tuliona ya kwamba Mungu ametukusudia wote tuliomwamini Yesu na wale watakaomwamini Yesu kuwa watu wa maisha ya maombi. Lakini pia tuliendelea mbele zaidi, tukaona ya kuwa maombi sio tukio ambalo tunapaswa kulifanya kwenye nyakati ambazo tu maisha yametupitisha kwenye changamoto. Maombi yanapaswa kuwa utaratibu wetu wa maisha ya kila siku, hata katika nyakati ambazo maisha yanaonekana kuwa na amani. Na tuliangalia tukaona ya kwamba nia na shauku ya Mungu ya kujibu maombi yetu ni kubwa sana kuliko hata shauku yetu ya sisi kujibiwa na yeye. Nia na shauku ya Mungu kujibu maombi yetu ni kubwa sana kuliko hata shauku ya sisi kujibiwa na yeye. Kwa hiyo kila wakati unapoenda mbele za Mungu kuomba, fahamu zako zinapaswa kujua ya kwamba ninamuomba Mungu ambaye shauku yake ya kunijibu ni kubwa kuliko uhitaji nilionao. Hiyo si nzuri Si nzuri kabisa Ndiyo. Na tuliendelea mbele zaidi, tukaanza kuona ya kwamba Yesu kama muasisi wa imani hii ya Ukristo aliyajenga maisha yake katika utaratibu wa kuomba. Lakini pia tukaona mitume walikuwa wakiomba na waliwafundisha Wakristo wa kanisa la mwanzoni kuomba. Tukatoka hapo tukaanza kuangalia mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Mambo muhimu moyo wa kila muombaji kuwa nayo. Tuliangalia mambo kadhaa. Jambo la kwanza tukaona ya kwamba ni imani ya Mungu kufanya tunayomuomba. Kila muombaji anayemtafuta Mungu na anayeamua kuomba ni lazima awe na imani ya Mungu kufanya anayoomba. Waebrania anasema yeyote amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Na tukaanza kuangalia kwenye Waebrania 11 mstari wa 1. Biblia inasema basi imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tukaanza kuichambua Waebrania 11:1, neno uhakika lina maana gani? Tukatambua ya kwamba neno uhakika lina maana kubwa mbili. Tunaposema imani ni uhakika katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni uhakika wa uwezo wa Mungu kuyasaidia maisha yetu. Uhakika wa uwezo wa Mungu kuyasaidia maisha yetu au kujibu tunayomwomba. Lakini jambo la pili ni uhakika wa uaminifu wa Mungu katika kutimiza yote aliyoahidi katika neno lake. Ni uhakika wa uaminifu wa Mungu katika kutimiza yote aliyoahidi katika neno lake. Kwa hiyo ukisema mimi nina imani, tafsiri yake unasema nina uhakika na Mungu niliye naye ya kwamba hashindwi na lolote katika yote ninayomuomba. Lakini pia unatangaza katika ulimwengu wa roho ya kwamba yote aliyoahidi Mungu kwenye neno lake yatatimia kwenye maisha yangu bila kujali muda au hali inayoendelea kwenye maisha yangu. Tukaenda mbele zaidi kwenye kipengele cha imani, tukaanza kuangalia namna ya kudhihirisha imani kwenye maisha yetu ya kila siku.
Tukagundua Biblia inatuonyesha wazi ya kwamba imani inaweza kudhihirishwa kwa namna kubwa mbili katika maisha ya Mkristo. Namna ya kwanza ni kwa maneno ya midomo yetu, na namna ya pili ni kwa matendo yetu. Tukasema chochote unachomwamini Mungu ndani ya moyo wako ni lazima kigeuke kuwa matamko katika midomo yako. Chochote unachomwamini Mungu kufanya katika maisha yako ni lazima kigeuke kuwa matamko kwenye midomo yako. Ni lazima useme, ni lazima uongee. Watu wengi wameifunga midomo yao kusema mambo wanayomwamini Mungu kwa sababu hamna imani. Mna hofu ya kwamba ikiwa nitasema Mungu atanipa kazi nikimaliza masomo, in case nikachelewa watu watanionaje? Imani inamlazimisha aliye nayo kuongea yale ambayo anamwamini Mungu katika maisha yake. Lakini kwenye eneo la matendo tuliona ya kwamba chochote tunachomwamini Mungu ndani ya mioyo yetu kufanya kwenye maisha yetu kinatutaka kuchukua hatua za kufanya ili kumuonesha Mungu na shetani kwamba tumemaanisha na tuna uhakika Mungu atafanya tunayomwamini. Lakini pia tukaona ya kwamba ili kuonesha imani yenye matendo tunaweza kuidhihirisha kwa namna kubwa mbili. Namna ya kwanza ni kuchukua hatua ya kuanza kufanya mambo ambayo tunamwamini Mungu kuyafanya kwenye maisha yetu. Lakini jambo la pili ni kuanza kufanya maandalizi kama sehemu ya imani ya kwamba Mungu atafanya yale ambayo tumechagua kumwamini kwenye maisha yetu. Unaamini ya kwamba Mungu atakupa ndoa nzuri? Anza kuchonga tabia, mwenendo na maadili yako. Unaamini ya kwamba Mungu atakuinua kwenye uchumi? Anza kujiongezea ujuzi, ufahamu na kuziona fursa na kuziendea. Ndiyo inaitwa imani. Kushindwa kuelewa ukweli huu kumewafanya wengi mliookoka watu kuwaona ni kama watu mliochanganyikiwa na kama watu wenye matatizo ya afya ya akili, kwa sababu mmekuwa mna imani inayoishia katika kuongea lakini haiwaleti katika matendo. Yakobo anasema imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Tafsiri yake, imani ikiishia moyoni, ikiishia katika usemi, isipokuleta katika kuchukua hatua, hauwezi kuona matokeo. Tukaangalia jambo jingine la pili na la msingi, moyo wa kila mwombaji kuwa nalo, ni utayari wa Mungu kufanya kama anavyoona vema kwenye maisha yetu. Kila wakati unapochagua kuwa mtu wa maisha ya maombi, ni lazima moyo wako uwe tayari Mungu kufanya katika namna ya mapenzi yake. Mara nyingi tunapoomba, tunamuomba Mungu tukiwa tayari tumehitimisha ndani ya mioyo yetu namna ambayo tunataka Mungu afanye kwenye maisha yetu. Mwambie mwenzako haiendi hivyo. Tunaenda pamoja eh? Tuliangalia jambo kwa kina na tukajifunza, tukamuona Yesu kama mfano. Alipokuwa anaomba akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, lakini sio kama vile mimi ninavyotaka, ila mapenzi yako yatimizwe. Tukaona jambo la tatu muhimu, moyo wa kila mwombaji kuwa nalo, ni kina cha ufahamu wa neno la Mungu. Kadiri unavyoendelea kuomba, ni lazima kuwe na ongezeko la kujifunza neno la Mungu ndani yako. Yesu anasema mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtafanya nini? Mtapokea. Tukaliangalia jambo jingine linaloitwa, ni la ngapi? La 4, linaitwa moyo wa shukrani, na tuliishia hapo na tutaendelea hapo kuanzia leo. Amina. Nimejitahidi tu kufanya summary ya haraka ili tuongee lugha moja tunapoendelea kujifunza katika hili somo. Amen. Tunaenda pamoja, kanisa la Bwana. Kwa hiyo tuliangalia kwa habari ya moyo wa shukrani kama sehemu muhimu ya kujibiwa maombi. Na katika eneo la moyo wa shukrani, andiko letu la msingi limekuwa ni Wafilipi 4 na mstari wa 6, ambapo tunaanzia leo kwa habari ya moyo wa shukrani. Wafilipi sura ile ya 4 na mstari ule wa 6. Wafilipi sura ile ya 4 na mstari wa 6. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mtume Paulo analiambia kanisa ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote. Maana yake anasema hivi, bidii yenu ni ya muhimu, jitihada zenu zina maana, lakini zinaweza kushindwa kuwapa matokeo mnayoyatarajia endapo hamtaamua kuzitegemeza kwa njia ya maombi.
chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni lazima kigeuke kuwa sehemu ya maombi yako, ili kumruhusu Mungu kufanya zaidi ya matarajio yako. Naomba nirudie tena. Chochote unachofanya kwenye maisha yako ni lazima kiwe sehemu ya maombi yako, ili kumruhusu Mungu kufanya zaidi ya matarajio yako. Kwa nini? Ukifanya jambo peke yako, maisha yatakupa matokeo yanayolingana na uwezo wako. Ukifanya mambo pamoja na Mungu, Mungu atakupa matokeo zaidi ya ukomo wa uwekezaji uliofanya. Na ndiyo sababu Mtume Paulo anasema hivi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyaombayo na tuyawazayo. Maana yake Mungu anapohusika kwenye mambo yetu, anafanya zaidi ya matarajio tuliyokuwa nayo. Tunaelewana sasa eh? Aha. Kwa hiyo anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa hiyo maana yake tunapochagua kuwa watu wa maisha ya maombi, ni lazima tuwe watu wenye moyo wa shukrani. Tulizungumza tukasema hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu kwenye maisha yake. Ndiyo, hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu kwenye maisha yake. Tukasema ukishindwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo uliyomuomba na hajajibu, basi moyo wako na umshukuru Mungu kwa mambo ambayo haukuomba na amekupa. Ukishindwa kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo ulimuomba na hakujibu, basi mshukuru Mungu kwa mambo ambayo haukuomba lakini amekupa. Ukichunguza kwenye maisha yako, utagundua kuna vitu Mungu amekupa havilingani na uwekezaji ulioufanya katika kazi ama uwekezaji ulioufanya katika kuliitia jina la Bwana. Na wakati mwingine hayo mambo ambayo Mungu amekupa wewe kirahisi, mpaka leo bado ni kilio na ni hitaji la mtu fulani miaka mingi kwenye maisha yake. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kila wakati Mungu anapotusaidia katika maisha yetu, anatarajia kuona tunarudi mbele zake tukiwa na moyo wa shukrani. Andika jambo hilo, litakusaidia. Kila wakati Mungu anapotusaidia katika maisha yetu, anatarajia kuona tunarudi mbele zake tukiwa na moyo wa shukrani. Utaona ukweli huo, tutaangalia kwenye Luka sura ile ya 7 mstari wa 11 mpaka mstari wa 16. Luka 7:11 mpaka mstari wa 16. Tusome kutokea hapo. Sio Luka 7, samahani. Luka 7 tutaisoma baadaye kidogo. Ngoja niangalie kitu hapa. Luka 17 mstari wa 11 mpaka mstari wa 19. Ni Luka 17 mstari wa 11 mpaka mstari wa 19. Biblia inasema hivi. Luka 17:11 mpaka 19. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Biblia inaeleza kwa habari ya watu 10 waliokuwa na changamoto ya ukoma. Na katika jamii za Wayahudi, ilikuwa mtu akiwa na ukoma alihesabika kuwa ni najis. Alitengwa na akazuiliwa kuishi na watu wa jamii yake waliokuwa wazima. Alikuwa analazimika kupelekewa chakula, na alitengwa na kunyanyapaliwa kwa wazi. Biblia inasema siku moja Yesu akiwa kwenye mishe zake za Injili,
akapita katikati ya mji wa Samaria na Galilaya. Wale wakoma 10 wakamuona, wakaanza kuomba wakiita, wakamwambia, Bwana uturehemu, Bwana uturehemu. Biblia inasema Yesu akawaambia, enendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Na walipokuwa wakienda wakapona. Yule mmoja Msamaria akarudi kuja kumshukuru Yesu. Wale 9 wakapita hivi. Yesu akasema, je, hawakuponywa wote 9? Wote 10, wale 9 wako wapi? Ngoja nikwambie, yawezekana huyu Msamaria alirudi kwa sababu aliona ya kwamba hastahili. Wale wengine 9 walikuwa ni Wayahudi, yawezekana waliona ya kuwa ni haki yao. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kila wakati moyo wako unapofikiri umefika ulipoweza kufika kwa sababu unastahili, moyo wako hauwezi kuwa na shukrani mbele za Mungu. Na niliwaambia hapa, naomba nirudie, kukosa shukrani mbele za Mungu kwa mambo aliyotusaidia ni kiashiria cha kiburi cha uzima. Mwambie jirani yako, acha kiburi cha uzima. Moyo wako ukiwa unadhani, nimefaulu kwa sababu nina akili sana, nimefaulu kwa sababu nilikuwa nasoma sana. My dear friend, kuna watu wanasoma na wana uwezo kuliko wewe, lakini hawakuweza kumaliza elimu yao. Ndio ukifikiri kwenye maisha umefanikiwa na umeweza kufika ulipofika kwa sababu una bidii sana, kuna watu wana bidii maisha yao yote, wamekuwa sio wavivu, wanatoka kwenda kazini asubuhi mpaka jioni, lakini mpaka leo hawana mirathi wala hawana urithi wa kuachia watoto wao. Sio kwamba walikuwa ni wavivu, ila kuna neema ya Mungu imeambatana pamoja na wewe. Baba yako hakuwa mvivu, alikuwa anaamka kila siku anaenda shambani, alikuwa anaamka kila wakati anaenda kwenye kazi, lakini yamkini mpaka amezeeka au alipoondoka duniani, mpaka leo aliondoka akiwa hajaacha urithi wala mirathi, amewaachia jina la ukoo tu. Aniangalia, si ndio? Ukiona umeweza kwenye jambo lolote, moyo wako unatakiwa ukufundishe unyenyekevu, ya kwamba sikustahili ila Mungu amenisaidia. Ni jambo la msingi sana wanangu kuelewa. Sasa kwenye habari ya hao watu walioponywa, kuna mambo makubwa matatu ya kujifunza. Nataka tukaangalie mambo matatu ya kujifunza kutoka kwa hawa wakoma waliokuwa wameponywa. Mambo makubwa matatu ya kujifunza kutoka kwenye habari hii ya hawa wakoma ambao waliponywa. Kuna mambo matatu hapo ya kujifunza. Jambo la kwanza ni maombi. Jambo la kwanza ni maombi. Biblia inasema ya kwamba walipomuona Yesu anapita, wakaamua kumuita na kumuomba, wakamwambia, Bwana tunaomba unirehemu. Naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Maombi ni hatua ya kwanza ya safari ya mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Maombi ni hatua ya kwanza ya safari ya mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Kila wakati unapoamua kuomba, Mungu anapokutazama anaona ni mtu uliyechukua hatua ya kwanza kutaka kuona mabadiliko yanatokea kwenye maisha yako. Maombi ni hatua ya kwanza katika safari ya mabadiliko anayotaka mtu yatokee kwenye maisha yake. Na maombi ni hatua ya kwanza ya mabadiliko. Kwa nini? Yanamuita na kumkaribisha Mungu kuanza kushughulika na lile linaloendelea kwenye maisha yako. Na Mungu hawezi kukaribishwa kwenye jambo lako na mambo yako yakabaki kama yalivyokuwa. Haiwezekani. Haiwezekani. Wao watu wakamuomba, wakamwambia, Bwana tunaomba uturehemu. Ule ukoma walioishi nao kwa muda mrefu, kupitia njia ya maombi wakaanza safari ya kuyaendea mabadiliko waliokuwa wanataka kuyaona. Nimeandika hapa nikasema, maombi hutoa nafasi ya Mungu kuingilia maisha yetu. Maombi hutoa nafasi au mruhusu Mungu kujishughulisha na mambo yetu. Kila wakati unapoamua kuomba jambo fulani kwa Mungu, Mungu anaona ya kwamba umemkaribisha na kumuita aje ashughulike na kujihusisha
na jambo lako. Na niliwaambia hapa siku moja, naomba nirudie tena wanangu, ya kwamba kila wakati unapoamua kuanza mambo yako pasipo kuliitia jina la Bwana, tafsiri yake unasema bila hata Mungu mambo yangu yanaweza yakafanikiwa. Mwambie jirani yako uongo. Mwambie tena ni kiburi cha uzima tu. Na bahati mbaya watu wengi huwa mnampotezea Mungu katika mwanzo wa mambo yenu, ila uaga mnaanza kumtafuta Mungu katikati mipango yenu inapoonekana imekwama. Mwambie mwenzako hilo nalo ni tatizo. Si ni kweli Hawa watu walianza safari ya mabadiliko katika kitu cha kwanza tunachojifunza kwao kinachoitwa maombi. Wakamuita, wakamwambia Yesu, tunaomba Bwana uturehemu. Kwa hiyo kila wakati unapoomba umeamua kuanza safari ya mabadiliko, kuyaendea mabadiliko unayotamani uyaone kwenye maisha yako. Lakini tunaona jambo jingine hapa, ya kwamba walipoliitia jina la Bwana kwa njia ya maombi yao, walipomwambia Yesu awasaidie, Biblia inasema Yesu akawaambia, nendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Katika taratibu za Uyahudi ilikuwa ni kwamba yeyote aliyepata ugonjwa kama ukoma au magonjwa mengine yaliyohesabika kuwa ni najis, watu pekee waliokuwa wanaruhusiwa kumkagua mtu na kuthibitisha ya kwamba amepona au hakupona walikuwa ni nani? Ni makuhani. Nataka ujifunze jambo hapa. Watu walipoomba na walipoambiwa waende wakajionyeshe, iko hivi: kila wakati tunapoamua kumuomba Mungu ni lazima tuwe tayari kusikia na kupokea maelekezo ya Mungu yaliyobeba majibu ya maombi yetu kutoka kwake. Andika hilo jambo unakumbuka. Kila wakati unapoomba ni lazima uwe tayari kusikia na kupokea maelekezo ya Mungu yaliyobeba majibu ya maombi yako. Yaani ukiwa unaamua kumuomba Mungu ni lazima ufungue moyo wako kujifunza neno. Ni lazima ufungue moyo wako kusikia kutoka kwenye neno kile ambacho Mungu atasema, kwa sababu majibu mengi ya maombi yetu yapo katika neno ambalo Mungu anatupa kwenye maisha yetu. Yes, na nitakuonesha ukweli wa hilo jambo kwa maandiko mengine. Majibu mengi ya maombi yetu yapo katika maelekezo ambayo Mungu anatupa kwenye maisha yetu. Naomba nikuoneshe kitu fulani hapa. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Maombi yetu hayana maana ikiwa mioyo yetu haitakuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwenye neno la Mungu baada ya kuomba. Maombi yetu hayana maana endapo mioyo yetu haitakuwa tayari kupokea maelekezo ya Mungu kutoka kwenye neno lake baada ya kuomba. Kila wakati tunapomuomba Mungu, Mungu huwa ana utaratibu huo ya kwamba tunapoomba anaweza kutujibu kupitia neno lake kama sehemu ya majibu yetu kutoka kwake. Naomba nikuoneshe maandiko kadhaa hapa yatakayo kusaidia. Naomba tuangalie kitabu kile cha Zaburi 107 mstari wa 18 mpaka mstari ule wa 20. Zaburi 107 mstari wa 18 mpaka mstari ule wa 20. Biblia inasema hivi: nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake uwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Tunga Zaburi anasema watu hawa walikuwa katika hali mbaya, walikuwa wameyakaribia malango ya mauti. Wakaona njia rahisi ya malango ya mauti kuto kuwashikilia na kuwaondoa. Wakachagua kuomba, wakachagua kuliitia jina la Bwana. Walipoamua kuomba
kuwajibu na kuwatoa katika hatari waliokuwa nayo. Lakini anaeleza namna gani Mungu aliwajibu maombi yao walipolia. 20 anasema hulituma neno lake na uwaponya na uwatoa katika maangamizo yao. Kwa hiyo majibu ya maombi ya hawa watu yalikuja yakiwa yamebebwa katika kifurushi kinachoitwa neno. Unapochagua kumuomba Mungu, ni lazima pia uamue kuwekeza kwenye maisha ya kujifunza neno la Mungu, kwa sababu katika neno kuna majibu ya yale unayomtafuta Mungu kwenye maisha yako. Ndio jambo la msingi. Tumesema jambo la kwanza ambalo tumejifunza kwa hawa watu hapa ni kwamba maombi ni hatua ya kwanza kuyaendea mabadiliko unayotamani kuyaona kwenye maisha yako, si ndio? Chochote ambacho hauridhiki nacho kwenye maisha yako, chochote ambacho kinakunyima utulivu, hali yoyote ambayo unapoitazama inakuhuzunisha, namna ya kwanza ya kuamua kwanza kuikabili ni kuamua kuigeuza kuwa sehemu ya maombi yako. Niliwahi kuambia hapa na naomba nirudie tena. Chochote usichokikataa umekipa ruhusa ya kuendelea kukaa. Ndio. Chochote usichokikataa umekipa ruhusa ya kuendelea kuwepo kwenye maisha yako. Ngoja nikuoneshe mfano mwingine unaokuonesha ya kwamba kila wakati unapomuomba Mungu na kulitia jina la Bwana, Mungu anaweza akaleta majibu ya maombi yako kwa kukupa neno ambalo linaweza kukuvusha. Kwa hiyo uwe unaomba ukiwa unakuja kanisani kujifunza neno la Mungu, uwe unaomba ukiwa unasoma na kujifunza mwenyewe neno la Mungu, kwa sababu huko ndiko kuna majibu ya maombi yako. Utaangalia kwenye kitabu kile cha Luka 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Luka sura ile ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Biblia inasema hivi: hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Biblia inasema Petro na wenzake walipitia changamoto moja. Walifanya kazi usiku kucha na wakawa hawajapata kitu. Yesu alipowazima chombo chao cha maji, wakawa wanavua samaki, anahubiria injili. Wale watu wa physics mnajua, Biblia inasema hivi, Yesu alipokichukua kile chombo akakisogeza karibu na maji, akawa anahubiri. Kwa nini? Kwa sababu makutano waliokuwa wanamfuata Yesu walikuwa ni wengi, na kwa wakati huo hakuwa na vyombo vizuri kama tulivyo navyo leo. Kwa hiyo ilikuwa anategemea nguvu ya upepo wa maji kuipeleka sauti mbali, ili wale anaoongea nao wapate kumsikia na kumwelewa. Biblia inasema hivi, alipomaliza akamwambia Petro, tweka mpaka kilindini mkazishushe nyavu. Petro akamwambia, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatujapata kitu. Na jambo jingine, kanuni za kawaida za uvuvi, watu hawavui asubuhi wala mchana, watu wanavua usiku. Kanuni zinakataa. Na nielewa sasa Biblia inasema Petro akamwambia, ila Bwana, kwa neno lako nitazishusha nyavu. Na neno walilolipokea lilikuwa specific na lilikuwa clear kabisa, ya kwamba wapeleke chombo mpaka wapi ambapo watapata samaki. Na Biblia inasema walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, mpaka wakashangaa. Majibu ya uhitaji wao yalibebwa na neno la maelekezo ambalo Mungu aliliachilia kwao. Hawa watu waliambiwa, nendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Biblia inasema wakaenda, na walipokuwa njiani wakapona. Amina. Ningeweza kuonesha mifano mingi inayoonyesha jambo hilo, lakini naomba tuendelee mbele kidogo ili tupate kuelewa. Jambo la pili ambalo tunajifunza, kutoka kwa hawa ndugu ni imani. Mwambie jirani yako, imani. Sasa iko hivi, imani ni nguvu
ya kuendeleza safari ya mabadiliko yanayoanza kutokea kwenye maisha yetu. Imani ni nguvu ya mwendelezo inayoendelea kuendeleza safari ya mabadiliko yanayoendelea kutokea kwenye maisha yetu. Imani ni nguvu ya kuendeleza safari ya mabadiliko yanayoanza kutokea kwenye maisha yetu. Kwa lugha rahisi najaribu kusema nini? Maombi huanzisha safari. Imani huelekeza hatua zetu kuuendea ushindi tunaotamani kuwa nao kwenye maisha. Maombi huanzisha safari. Si umesema safari ya mabadiliko inaanza kwa kuomba? Kwa sababu tukiomba tunamwalika Mungu kushughulika na mambo yetu, si ndio? Na Mungu akija hali zetu haziwezi zikabaki kama zilivyo. Sasa maombi huwa yanaanzisha safari, lakini imani ndio huwa inaleta uelekeo wa kuyaendea yale tunayomwamini Mungu kufanya kwenye maisha yetu. Na ndiyo maana muombaji hatakiwi kuishia tu katika kuomba, lazima awe na imani inayomsukuma kuchukua hatua kuyaendea yale ambayo anamwamini Mungu kuyafanya kwenye maisha yake. Pia inasema walipoambiwa waende wakaamua kufanya nini? Kwenda. Kimsingi walikuwa hawajapona bado, lakini waliamini ndani yao. Ombi lao lilianzisha safari ya mabadiliko. Imani yao iliwapa kuchukua hatua kuuendea ushindi ambao Mungu alikuwa ameuweka. Na Biblia inasema walipokuwa wakienda ndipo walipojitazama wakagundua ya kwamba wamefanya nini? Wamepona. Naomba nikwambie jambo hili litakalokusaidia. Mara nyingi Mungu huwa haonekani kwa wazi katika mwanzo wa hatua zetu, ila uwaga anajidhihirisha sana katikati ya safari anapoona ya kwamba tumemaanisha na tumemwamini katika jambo tunaloliendea. Naomba nirudie tena. Mara nyingi Mungu huwa haonekani wazi katika hatua za mwanzoni licha ya kuwa yupo. Huwa haonekani wazi katika hatua za mwanzoni licha ya kuwa yupo, ila huonekana kwa wazi sana katikati ya safari baada ya kuiona imani tuliyoamua kuchukua ndani yetu. Kwa hiyo kila wakati utakapomtafuta Mungu kwa wazi kwenye hatua za mwanzo, unaweza ukajiona ni kama uko peke yako, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu akiona umekaza, Mungu akiona umemaanisha, Mungu akiona unaendelea, anasema sasa nitajidhihirisha kwa wazi na kila mmoja atajua ya kwamba niko pamoja na huyu mtu kabisa. Biblia inasema wakaonesha jambo la pili, imani. Walipokuwa wanaenda wakiwa njiani, ndipo ambapo muujiza wao ukajitokeza. Bwana asifiwe. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Maombi bila imani hayaleti mabadiliko, na imani bila hatua haizai matokeo. Maombi bila imani hayaleti mabadiliko, na imani bila hatua hazizai matokeo. Maombi bila imani hayaleti mabadiliko, na imani bila hatua haizai matokeo. Chochote ambacho umemwamini Mungu ndani ya moyo wako, ni lazima uchukue hatua kuanza kufanya ili kuruhusu matokeo makubwa kutokea kwenye maisha yako. Naomba nikwambie pia jambo jingine litakalo kusaidia. Imani ni daraja kati ya maombi na matokeo tunayotamani kuwa nayo kwenye maisha. Imani ni daraja kati ya maombi na matokeo tunayotamani kuwa nayo kwenye maisha. Kwa hiyo kati ya bidii yako ya kuomba na mambo ambayo unataka Mungu afanye, moja ya daraja linalounganisha haya mambo mawili kukutana inaitwa nini? Imani. Biblia inasema pale kwamba ikawa walipokuwa wanaenda, kwa sababu walikuwa na imani, ndipo wakafanya nini? Wakatakasika, wakapona. Na jambo la tatu ambalo tunajifunza kutoka kwa hawa jamaa ni moyo wa shukrani. Kwa huyu jamaa mmoja huyu alionyesha jambo la tatu ni moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Biblia inasema huyu mtu alipogundua kwamba ameponywa akarudi kwa Yesu. Yesu akashangaa ya kwamba wale wengine wako wapi? Tulianza tukasema pointi yetu ya msingi. Kila wakati Mungu anapotusaidia
huwa anatutarajia tuona tunarudi kwake kwa moyo wa shukrani, si ndio? Ambapo hawakurudi wale wengine, Yesu akashangaa, nilitarajia kuona wote 10 mnarudi, wengine wako wapi? Anashangaa. Huyu mtu alionyesha moyo wa shukrani. Biblia inasema hivi, alipoona kwamba amepona akaamua kurudi kwa Yesu. Nataka nikueleze mambo kadhaa yaliyomfanya huyu mtu kurudi kwa Yesu na kusema asante. Nataka nikuoneshe tu kwa haraka mambo kadhaa yaliyomfanya huyu mtu arudi kwa Yesu na kusema asante. Excuse me. Mambo kadhaa yaliyomfanya huyu mtu arudi kwa Yesu na kusema asante. Jambo la kwanza, alitambua kwamba uponyaji wake umetoka kwa Mungu na ni matokeo ya neema ya Mungu tu. Jambo la kwanza, alitambua kwamba uponyaji wake umetoka kwa Mungu na ni matokeo ya neema ya Mungu tu. Alijua kabisa ya kwamba mimi sikustahili, mimi ni Msamaria, mimi ni Myahudi ambaye ni chotara, mzazi mmoja ni Myahudi mwingine ni mataifa, lakini Mungu amenipendelea sawa sawa na wengine waliostahili. Jambo la kwanza lilomfanya arudi, alitambua kwamba uponyaji wake umetoka kwa Mungu na ni matokeo ya neema ya Mungu. Hakusahau. Mwambie jirani yako, usijisahaulishe ya kwamba kuna mambo haukustahili ila Mungu amefanya kwenye maisha yako. Watu wa Mungu, kuna wengine, kuna nafasi Mungu amewapa, hamkustahili ila Mungu amefanya kwenye maisha yako. Niliwahi kukutana na dada mmoja ambaye niliwahi kusoma naye na nilikuwa nafahamiana naye. Nilipokutana naye alikuwa yuko na mume wake akiwa na watoto wake. Tukawa tunasalimiana pale tukiwa tunazungumza wakati fulani. Nadhani ilikuwa ni 2017 kama sio na 18. Wakati tuko pale ilikuwa ni kwenye supermarket. Wakati mume wake ameingia ndani, nimesimama naye pale nje kwenye gari tukiwa tunazungumza, akaniambia, bro, mimi mwenyewe nikiangalia eti leo nimekuwa mke wa mtu, nina familia, nina maisha. Ananiambia ninashangaa. Kwa nini? Ninaijua jana yake alikuwa mtu wa ovyo sana. Yaani yeye mwenyewe moyoni, moyo unamwambia hii haukustahili, hii ni Mungu. Ananiambia hivi, brother, unakumbuka nilivyokuwa mtu wa ovyo kabisa ile miaka? Nikamwambia nakumbuka. Akasema lakini huyu Yesu. Nikamwambia hiyo ndio inaitwa neema ya Mungu. Unajua kuna watu Mungu amewaweka mahali, wakiangalia vigezo, wakiangalia sifa, wakijilinganisha na wengine, wanagundua kabisa ya kwamba hawakustahili kuwa hapo, ila ni Mungu amewachomeka na kuwaweka pale. Huyu mtu alikuwa anaikumbusha nafsi yake. Unajua ni kwa nini? Nafsi ina tabia ya kusahau. Mwambie mwenzako, nafsi ina tabia ya kusahau. Mwambie tena, nafsi ina tabia ya kusahau. Unajua kuna watu wanasahau maisha. Wanasahau ya kwamba kuna wakati walizaliwa kwenye familia ambazo hazikuwa na kitu. Maisha yalikuwa ni magumu kule kijijini. Leo kuna mahali Mungu amemfikisha, anasahau ya kwamba kuna wakati alikuwa hana, lakini leo Mungu amemtosheleza kwa namna nyingi. Nafsi ina tabia ya kusahau. Biblia inasema kwenye Zaburi 103 mstari wa 2. Zaburi 103 mstari wa 2 inasema hivi, nafsi yangu umuhimidi Bwana. Zaburi 103 mstari wa 2. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Jambo la pili lililomfanya huyu mtu aweze kurudi kwa Yesu, jambo la pili, aliona umuhimu wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza ya shukrani kabla ya kusherekea matokeo aliyoyapata. Sababu ya pili, aliona umuhimu wa kumpa Mungu nafasi ya kwanza ya shukrani kabla ya kusherekea matokeo aliyoyapata. Aliona umuhimu wa kumpa Mungu shukrani, nafasi ya kwanza ya shukrani kabla ya kusherekea matokeo aliyoyapata. Ilikuwa ni rahisi atoke pale na kwenda kwa jamaa zake ambao walikuwa wamejua tayari huyu mtu anaishi maisha ya kutengwa, lakini akasema hapana, nitarudi kwanza mbele za Mungu, nikamwambie Bwana asante, nikamwambie Mungu umeniponya, nikamwambie Bwana umeondoa aibu yangu, umeondoa uchungu wangu, umeondoa kutengwa kwangu, kabla ya kusherehekea matokeo. Ni wajinga wachache tu tulionao makanisani siku hizi katika siku tulizo nazo,
ambao katika siku yako ya kuzaliwa unaona ni bora uandae birthday ya kuweka keki, nyama na kufurahi na marafiki zako, alafu unashindwa kumwandalia Mungu sadaka ya kumwambia Bwana asante kwa kuniongezea miaka mingine. Mwambie mwenzako, ni nani aliyekuloga wewe? Wafundishe wanao ya kwamba kila wakati wanaposherekea wakati wao wanapokumbuka siku yao ya kuzaliwa, waambie pamoja na yote, hakikisheni mnaenda kumwambia Mungu asante kwa neema, kwa sababu kuona mwaka mwingine ni neema ya Mungu, sio nguvu zetu. Aliona umuhimu wa kurudi kwa Mungu na kumpa nafasi ya kwanza ya shukrani kabla ya kwenda kusherehekea matokeo ama ushindi aliyokuwa ameupata. Tunaenda pamoja kanisa la Bwana Tunaenda pamoja watu wa Mungu Kwa hiyo kila wakati Mungu anapotusaidia anatarajia kuona kama Wakristo, kama waombaji, kuwa tunarudi kwake tukiwa na moyo wa shukrani. Naomba tukaanze kuangalia kitu ambacho tuligusa wiki iliyopita na tutaendelea kutokea hapo, aina au makundi ya shukrani. Aina au makundi ya shukrani. Tulisema hakuna mtu ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu, si ndio Kwa hiyo katika haya makundi tulianza kuangalia moja wiki iliyopita, lakini pia leo tutaendelea, tutaona ya kwamba tuna kila sababu za kumwambia Mungu asante kwa yale ambayo amefanya kila siku mwaka mzima na kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Wiki iliyopita tuliona jambo la kwanza ya kwamba ni shukrani kwa mambo ambayo Mungu ametujibu kama tulivyoomba. Shukrani kwa mambo ambayo Mungu ametujibu kama tulivyoomba. Tulizungumza tukasema kila mtu katika maisha yake leo ana mambo ambayo yalikuwa ni mawazo yako jana, yalikuwa ni ndoto zako jana, yalikuwa ni mipango yako jana, na mara kadhaa ulikuwa unamuomba Mungu. Wakati mwingine wazazi wako walitamani kuona na wao walitamani kuona yanakuwa sehemu ya maisha yako. Leo Mungu ameyafanya halisi kwenye maisha yako. Una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kuna watu zamani nilikuwa na ndoto ya kwamba siku moja nitafika chuo kikuu, nitasoma na kumaliza. Leo Mungu amekupeleka umbali huo. Zilikuwa ndoto lakini leo imekuwa halisi. Una sababu ya kumwambia Mungu asante. Unayo sababu. Unayo sababu. Kuna wengine ilikuwa wakati unasoma unasema Bwana akinisaidia siku moja nikapata kazi, nikaweza kumudu maisha yangu, nikawa na ndoa yangu na familia yangu, nikawahudumia wazazi wangu, Mungu nitakushukuru. Yalikuwa ni maombi yako. Leo Mungu amekupa kazi. Una sababu ya kumshukuru Mungu kwa kujibu kama ulivyoomba. Inawezekana miaka michache nyuma ulikuwa unaishi maisha ya kupanga na ukawa unamwambia Bwana nisaidie, ninatamani siku moja niwe na kiwanja, nijenge nyumba, nitokee nyumbani kwangu. Leo Mungu amekusaidia, unatokea nyumbani kwako. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Shukurani kwa mambo ambayo jana yalikuwa ni mawazo yako, yalikuwa ni mipango yako, yalikuwa ni maono yako, lakini leo Mungu ameyafanya kuwa halisi kwenye maisha yako. Inawezekana jana ulikuwa unatamani kumudu gharama za maisha lakini haukuweza. Uliishi maisha ya kusaidiwa. Kuna watu yamkini mahali hapa maisha yenu yote mpaka hapa ambapo Mungu amekusaidia ulikuwa unaishi maisha yasiyokuwa na kituo. Leo upo kwa shangazi, kesho uko kwa mjomba, kesho kuto kwa baba mkubwa, kesho kuto kwa huyu, lakini leo unakaa nyumbani kwako. Wewe una kila sababu ya kumwambia Mungu asante wewe. Kabisa. Mambo ambayo jana yalikuwa ni ndoto yako, leo Mungu ameyafanya kuwa halisi kwenye maisha yako. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Tunaenda pamoja Naomba tuangalie jambo jingine la pili, aina ya pili ya shukrani muhimu kumshukuru Mungu, ambayo kila wakati unapomwambia Mungu asante au unapomshukuru na baadaye ukiwa unaomba katika zile shukrani, gusa katika maeneo hayo, umwambie Mungu ninakushukuru kwa ajili ya haya. Jambo la pili ni shukurani kwa mambo ambayo Mungu ametujalia kuwa nayo bila kuomba au ambayo amejibu zaidi ya tulivyoomba. Ni shukurani kwa mambo ambayo Mungu ametujalia kuwa nayo bila hata kuomba au ambayo amejibu zaidi ya tulivyoomba. Jamani, kuna watu hapa Mungu amewapa mambo ambayo hamkuomba,
lakini mambo hayo kuna watu ni maombi yao kwa Mungu na mpaka kesho hawajapata. Si ni kweli? Shukurani kwa mambo ambayo Mungu amekujalia kuwa nayo bila kuomba, au ambayo alipojibu amejibu zaidi ya tulivyoomba. Waefeso 3:20 mpaka 21, tuanzie hapo. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 mpaka mstari ule wa 21. Anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyawazayo, kuliko yale tuyaombayo. Maana yake anasema kuna mambo katika maisha yetu Mungu ametupa zaidi ya tulivyokuwa tunafikiri. Mungu amefanya zaidi ya tulivyoomba. Hayo nayo tunapaswa kumshukuru Mungu kwenye maisha yetu. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwenye maisha yetu. Kwa lugha nyingine ni mambo, shukrani za namna hii, kwa lugha nyingine tunasema ni mambo ambayo Mungu ametupa kwenye maisha yetu kwa neema yake na hatukustahili. Narudia tena, andika, ni mambo ambayo Mungu ametupa kwa neema na huruma zake tu, ila hatukustahili. Yaani Mungu angekaa kwenye vigezo, Mungu angekaa kwenye zile sababu za msingi, kuna wakati mwingine tungejikuta majina yetu hayapo miongoni mwa watu waliostahili kuyapokea hayo mambo. Ndio ni shukrani inayotokea kama matokeo ya kukubali na kutambua neema, huruma na msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Na kila mmoja unaishi shukrani. Kuna namna maisha yako ukiyatazama mahali unasema hii ni Mungu hii. Kama sio Bwana hapa angesimama kwenye haki yake ya haki na hukumu, hapa nilikuwa jina langu halipo hapa. Bwana asifiwe. Utaona hiyo kwenye Luka 1 mstari wa 26 mpaka wa 38. Hatutasoma ila nitakuelezea. Luka sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari ule wa 38. Luka 1 mstari wa 26 mpaka mstari wa 38. Biblia inaeleza kwa habari ya malaika Gabrieli alipoenda kwa Mariamu, akamwambia umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Anaelezewa pale Mariamu. Ngoja niwaambie, watu wanaweza wakafikiri kwa haraka ya kwamba Mariamu alipata nafasi ya kumzaa Yesu kwa sababu alikuwa ni bikira. Ngoja nikwambie, kwenye jamii za Kiyahudi katika nyakati za Biblia, wanawake mabinti kuyatunza maisha yao lilikuwa ni jambo la kawaida, na alikuwa ikigundulika hajatunza usichana wake, kifo ilikuwa ni halali yake. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kigezo hiki, Mariamu hakuwa peke yake, ni karibia jamii yake yote ilikuwa na hicho kigezo. Nanielewa sasa Nanielewa sasa Sasa ndio maana Mariamu alipoenda, malaika alipoongea naye, anamwambia umepata neema, haukustahili, haikuwa lazima uwe wewe, lakini katika watu wote Mungu akasema basi na iwe kwa huyu. Na ndio maana ukisikia maneno pale ya Mariamu, baadaye alipokuwa anaendelea, alionyesha kumshukuru Mungu. Alionyesha kwa namna ambayo ya kwamba Mungu, ninakushukuru na iwe kwangu kama ilivyosema. Maana yake anamwambia Mungu, mimi sikustahili, ila katikati ya kundi kubwa la watu ni neema yako tu imenifanya nionekane kuwa bora kuliko wale wengine. Kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo amefanya kwenye maisha yetu zaidi ya vile tulivyoomba au zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunastahili. Angalia Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9 mpaka wa 10. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9 mpaka wa 10. Biblia inasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Mwambie mwenzako, kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Halafu anasema, na neema yake iliyokuwa kwangu
ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Mtume Paulo anasema hivi, mimi kwa neema ya Mungu sikustahili kuwa mtume. Mimi niliua kanisa, mimi niliua mitume, mimi niliua Wakristo. Anasema lakini Yesu akaniona kwa neema yake, akanichagua, amenifanya kuwa miongoni mwa watumishi wake. Anasema sio mimi. Anaposema ijapokuwa nilipoipokea neema hiyo nilifanya kazi kwa bidii kuliko mitume wengine wote. Paulo alizunguka mahali akihubiri, alikuwa na shughuli za umission, alihakikisha makanisa yanafunguliwa. Anasema nilifanya zaidi ya wengine wote. Alafu anarudi anasema, jamani, pamoja na bidii yangu hiyo yote haitoshi. Sio bidii yangu mimi kuwa hivi nilivyo na kazi hii ya utumishi, ila ni neema ya Mungu. Anaonesha nafasi ya bidii na jitihada yake, lakini anakuja kumalizia anasema, ninajua ya kwamba sikustahili, ila ni neema ya Mungu imenifanya niwe hivi nilivyo. Kila wakati moyo wako unapokumbuka ya kwamba sehemu yoyote na hatua yoyote uliofikia kwenye maisha ni neema ya Mungu, itatengeneza moyo wa unyenyekevu ndani yako na kuto kujivuna au kujiinua, na kila wakati moyo wako kuwa na shukrani na kumwambia Bwana, asante, vile nilivyo ni neema yako tu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ni neema ya Mungu. Karama ulio nayo ni neema ya Mungu. Sio wewe uliweka ndani yako, ni Mungu. Vile unavyoonekana ni neema ya Mungu. Kwani ulijiumba wewe? Ombe jirani yako, ulijiumba wewe? Ndio maana huwa sielewagi nikiwaonaga mabinti wanaojivunia uzuri. Ni kama mbwa anayejivunia kwamba anajua kufoka sana, wakati sio kitu alichokifanya, ila ni jambo alilozaliwa nalo. Naomba tuangalie mfano wa Rutu kwenye kitabu cha Rutu 4:13 mpaka 17. Rutu sura ile ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 17. Biblia inasema hivi, Rutu 4:13 mpaka 17. Basi Boazi akamtwaa Rutu. Rutu 4:13 mpaka 17 ni kuonesha jambo. Basi Boazi akamtwaa Rutu, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo hali huna jamaa aliye karibu. Jina lake huyu naliwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako, kwa maana mkweo ambaye hakupenda naye anakufaa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtwaa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina, wakisema, kwa Naomi amezaliwa mwana. Wakamuita jina lake Obedi, yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba yake Daudi. Nisikilize vizuri. Rutu hakuwa Myahudi, alikuwa ni Moabu. Tunaenda pamoja Biblia inasema baba mkwe na mume wa Rutu wakafa. Mama mkwe Naomi akaamua kurudi kwenye nchi yake. Aliporudi kule, Mungu akamsaidia Rutu akaolewa na Boazi. Biblia inasema maisha yakaendelea. Rutu aliyekuwa Moabu akaolewa na Myahudi Boazi. Biblia inasema akazaa mwana aliyeitwa Obedi, ambaye Obedi alimzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Na ukija kwenye ile ukoo wa Yesu kwenye Mathayo 1, unakuja kuona Rutu anatajwa miongoni katika wazee, katika ile orodha ya watu ambao ile alipozaliwa nani? Alipozaliwa Yesu, ile genealogy yao anatajwa pale. Alikuwa Moabi, hakustahili, hakufaa, ila neema ya Mungu ilimpa nafasi ya kupata nafasi kuwa sehemu ya mtiririko wa atakaozaliwa Kristo. Na ukitaka kujua yeye alikuwa Moabi na Moabi hakuruhusiwa, angalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 3 mpaka wa 4, ndipo utaelewa. Kumbukumbu la Torati 23:3 mpaka 4. Kumbuka Rutu alikuwa Moabi. Mungu akampa nafasi kuwa sehemu ya mabibi katika uzao wa Yesu, sehemu ya mabibi katika uzao wa mfalme Daudi. Aliolewa akiwa ni mtu wa jamaa nyingine. Israeli waliambiwa hivi, Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema, Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie
katika mkutano wa Bwana milele. Mmesikia hayo maelekezo Waamoni na Wamoabi. Mstari wa 4, kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje akuapize. Mungu ameyatunza yale ambayo Waamori na Wamoabu walifanya kwa ajili ya wana wa Israeli. Anawaambia wakati nawapeleka kwenye nchi ya ahadi yenu, Wamoabi waliamua kumchukua huyu jamaa Balaamu. Balaki aliyekuwa kiongozi wa Moabi akataka kumlipa pesa Balaamu ili awaloge Israeli wasiweze kumshinda. Na ndipo Balaamu akaambiwa ya kwamba usifanye hilo jambo, maana hawa ni watu waliobarikiwa. Mungu akaliweka lile jambo moyoni. Mungu akasema nitaweka vita na vizazi vyao, na akawaambia katika makusanyiko yenu yote mnapoenda mbele za Bwana msishirikiane na hawa watu, na wala wasiwe sehemu ya kusanyiko la Bwana. Lakini tunakuja kuiona neema ya Mungu inamuingiza Rutu aliyekuwa Moabi kwenye genealogy ya nani? Ya Yesu. Tuna mambo ya kumshukuru Mungu ambayo Mungu ameyafanya zaidi ya matarajio yetu, au amefanya zaidi ya vile ambavyo tulifikiri. Nakumbuka habari ya Daudi. Daudi walipoitwa watoto wa Yese, jina lake alikutajwa wala hakuletwa. Ni kama vile walikuwa wamemdharau na wanamuona ni kama kitu kisichokuwa na faida. Lakini Mungu akamuingiza na kumpa nafasi, baadaye akaja kuwa mfalme wa Israeli. Na ndiyo maana Daudi, moja ya jambo alilokuwa nalo katika moyo wake ni unyenyekevu kwa Mungu na moyo wa shukrani. Kwa nini? Alijua mimi ambaye nilidharauliwa na kukataliwa, Mungu alinichukua mahali nisipojulikana, akaniweka katikati ya watu waliokuwa na sifa na vigezo, nikapata nafasi kuliko wao. Watu wa Mungu, kuna mahali hauna sifa wala vigezo, hata wewe mwenyewe unatakiwa ushangae umekaaje hapo yani uelewi. Sio kama kuna mtu ananielewa. Niliwahi pia kukutana na binti mmoja, nilishangaa sana, akaniambia hivi, mimi nashangaa sana hivi, mume wangu wakati anachagua watu wa kuoa, yani alijichanganya nini mpaka akanioa mimi? Naona kama alistahili kupata zaidi yangu. Yani yeye anaona alistahili kupata, mume wake alistahili kupata zaidi ya yeye. Nikamwambia ni neema ya Mungu. Hamjawahi kuona wale vijana semeni hivi, huyu kaka ilikuwaje akamchumbia na kumuoa huyu dada? Yani ilikuwaje yani? Hamjawahi kuona watu hivyo Yani unaona ni kama mashariki na magharibi ila ndo neema ya Mungu imewaleta pamoja. Asante. Neema ya Mungu inaandika jambo litakusaidia. Neema ya Mungu inaweza kumweka mtu mahali ambapo sifa na vigezo alivyokuwa navyo havitoshi kumweka mahali hapo. Neema ya Mungu ina uwezo wa kumweka mtu mahali ambapo sifa na vigezo alivyo navyo havitoshi kumweka huyo mtu kwenye hiyo nafasi. Ndiyo, neema ya Mungu ina uwezo wa kumweka mtu mahali ambapo sifa na vigezo havitoshi kumweka mtu huyo kwenye hiyo nafasi. Jambo la tatu ambalo nataka tuliangalie, na baada ya hapo tutamaliza kwa siku ya leo, ili tupate muda wa kumshukuru Mungu na kumwambia Bwana asante. Na ni shukrani. Nitamani ningeweza kuangalia kama 5 hivi, lakini sasa kamuda kananikataa. Ni shukrani kwa Mungu kuzuia malengo na mipango ya adui dhidi yetu kushindwa kufanikiwa. Ni shukrani kwa Mungu kuzuia mipango au malengo ya adui kwenye maisha yetu kushindwa kufanikiwa. Ni shukrani kwa mambo ambayo Mungu, au shukrani kwa Mungu kuzuia malengo na mipango ya adui dhidi yetu kushindwa kufanikiwa. Watu wa Mungu, iko hivi. Kila siku shetani anayo mawazo na mipango mibaya aliyo nayo kwa ajili ya maisha yako. Kila siku shetani anaamka asubuhi na maajenti wake wakiwa na mipango mibaya juu yako. Na inawezekana kuna mambo walijiapiza mwanzoni mwa mwaka juu yako, ya kwamba yamkini hautamaliza mwaka, lakini neema ya Mungu
imekufikisha ulipofika. Yamkini kuna watu walisema hii ndoa haitaendelea, hawatakaa na furaha, lakini wanashangaa maisha yanaendelea, mna furaha na siku zinaenda. Kuna watu yamkini walisema na haukusikia ya kwamba atasoma lakini hatafika chuo kikuu, lakini leo Bwana amekusaidia umefika. Yako mengi ambayo adui alikusudia juu ya maisha yako, juu ya afya yako, juu ya uchumi wako, juu ya eneo lako la ndoa na familia na maeneo mengine mengi kwenye maisha yako. Alijiapiza moyoni mwake ya kwamba hautaweza, lakini neema ya Mungu imekusaidia umeweza. Ni mambo ya kumwambia Bwana asante. Kutoka 15 mstari wa 9 mpaka wa 12. Kuna wakati adui alijua ya kwamba wazazi wako wakifariki hautasoma. Yamkini ulipoteza wazazi, lakini Mungu akakuinulia watu ambao wamekushika kwenye elimu yako mpaka hapo ulipofika. Wakati mwingine adui alijua kwamba ukipoteza mtu uliyempenda, moyo wako utashindwa kutulia, unaweza ukajikuta unapata hata matatizo ya afya ya akili, lakini Bwana akauganga moyo wako, bado unaendelea kufurahia maisha na neema ya Mungu inakupa kuendelea. Mungu anapaswa kuambiwa asante kwa kudhibiti malengo, mipango na makusudi ya adui juu ya maisha yetu. Yamkini ugonjwa ule ulioingia kwenye maisha yako, adui alijua ya kwamba atakuua kirahisi, lakini anashangaa 2000 na ngapi inapita, Bwana anakupa nafasi, unaingia mwaka mwingine ukiwa ni mzima. Yaani hata yeye mwenyewe haelewi imekuwaje huyu mtu hajafa. Kutoka 15:9 mpaka 12 inasema hivi. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Mmesikia adui alivyokuwa amejiapiza juu ya wana wa Israeli alipowafuatilia kwenye bahari ya Shamu. Mstari wa 10 anasema, ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Ulinyoosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Adui alijiapiza ya kwamba atahakikisha Israeli anawaua, atawakuta kwenye bahari ya Shamu na hawawezi kuvuka. Lakini Bwana akasema, mimi Mungu nina uwezo wa kufanya njia mahali ambapo hakuna njia. Makusudi ya adui yakashindwa kufanikiwa. Kuna watu yamkini kwenye maisha yako walikuacha na walijua wakikuacha au maisha hayataendelea. Wanapata shida ndani ya mioyo yao, namna ambavyo una amani na kila kitu kinaenda sawa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna Bwana aliyefanya makusudi na mipango yao isitimie juu ya maisha yako. Na kila wakati ujifunze kuambia watu, ukichagua kuniacha kwenye maisha yako ni kwa bahati mbaya, itakugharimu baadaye. Umenisikia nilichosema? Mtu akiamua kukuacha bila sababu ya msingi kwenye eneo lolote la maisha, mwambie nenda kajifikirie mara 2 kabla hujafanya hayo maamuzi, maana utakuja kujilaumu baadaye. Unaweza kuniona leo ni kama Daudi mchunga kondoo, lakini Mungu ananiona kama mfalme baada ya Sauli. Unaweza kuniona leo kama Yusufu mtumwa katika nyumba ya Potifa, lakini Mungu ananiona ni waziri mkuu katika serikali ya Farao. Mwambie jirani yako, tuheshimiane. Tunza namba yangu. Hakikisha tunawasiliana na kusalimiana. Kuna siku utanihitaji sana. Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Ningeweza kuendelea, lakini muda hauturuhusu sasa. Natamani tuwe na wakati mzuri. Ni saa 6 tayari muda huu, na ni muda wetu wa kumaliza ibada. Nimegusa tu